Sasa mkoa huu kama ilivyo mikoa mingine umeendelea kuhudumiwa na serikali. Unahudumiwa kwa kupata fedha za maendeleo, fedha za kuendesha shughuli za utawala. Na tumetoa fedha nyingi katika mkoa huu. Katika kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6, mkoa wa Shinyanga umepokea shilingi trilioni 1 na bilioni 226 ambazo zimekwenda kuhudumia miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini pia zimetoa huduma za utawala. Na msidhani msemaji mkuu wa serikali ameamua kutaja tu kutoka hewani, nitawaambia kwa mifano. Tumetoa katika mkoa huu wa Shinyanga shilingi bilioni 148 na milioni 592 kwa ajili ya ujenzi wa barabara zinazofanywa na TANROADS na TARURA. Na kazi hizi barabara nyingi zimekamilika na nyingine ujenzi unaendelea. Hata nilipokuwa nakuja kutoka Shinyanga mjini kuja hapa Sayu, mmeona hii barabara mkandarasi yuko site anaendelea kufanya kazi za ujenzi. Kuna mradi wa Tactics ule ambao unajenga masoko yetu, barabara za mijini, maeneo ya stendi na vitu vya namna hiyo kupendezesha miji yetu. Mkoa wa Shinyanga pia umepokea shilingi bilioni 72.6 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Tunayo miradi ya maji hapa Shinyanga. Serikali imeleta hapa shilingi bilioni 113.3 kwa ajili ya upatikanaji wa maji. Na hivi ninavyozungumza na nyinyi, maji kwa upande wa mijini katika mkoa wa Shinyanga upatikanaji ni asilimia zaidi ya 92. Ilani inataka tufike asilimia 95. Tuna mradi wa maji ya Ziwa Victoria ambao umeshafika hapa Shinyanga na tunaendelea kusambaza kwenye maeneo mbalimbali. Tutafika asilimia 95 kabla ya mwezi Oktoba. Lakini pia vijijini tuko zaidi ya asilimia 70 na kwenyewe tutafika asilimia 85 kama inavyotuelekeza ilani, kwa sababu mradi huu unavyopita kote vijijini unapeleka maji. Lakini tumefanya kazi kubwa ya usambazaji wa umeme. Hapa serikali imeleta zaidi ya shilingi bilioni 752 kwa ajili ya usambazaji wa umeme. Hivi ninavyozungumza vijiji vyote takriban 506 katika mkoa huu wa Shinyanga vina miradi ya umeme. Na sasa hivi kazi kubwa inayofanyika ni kuhakikisha umeme unakwenda vitongojini. Kwa sababu nchi nzima ina vitongoji zaidi ya 1064. Tumefanikiwa kupeleka umeme katika vitongoji takriban nusu. Vingine bado, na kazi kubwa sasa inayoendelea kwa serikali ni ya kupeleka umeme katika vitongoji vilivyobaki. Lakini tumeleta shilingi bilioni 17 kwa ajili ya baadhi ya shughuli za kilimo. Tunaleta hapa kwa ajili ya umwagiliaji, kwa ajili ya vifaa vya kupima udongo. Tunaanza kuondoka kwenye utamaduni wa wakulima wanalima bila kujua udongo unahitaji mbolea ya namna gani au mazao ya namna gani yanastawi kwenye udongo sehemu fulani. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amenunua vifaa vya kupimia udongo na Shinyanga imepata vifaa 6 vinavyotumika katika upimaji wa udongo. Lakini pia tumenunua pikipiki kwa ajili ya maafisa ugani, tumewawezesha mafunzo, wanakuja mpaka huku vijijini. Tunashirikiana na sekta binafsi, wale wanunuzi wa pamba kwa ajili ya kuhakikisha wakulima wanapata huduma za ugani. Lengo letu tunataka kumtoa mkulima kutoka kwenye kilimo cha mazoea kwenda kwenye kilimo cha kisasa. Na ndugu zangu, watani zangu wa Shinyanga, manake nyinyi watani zangu, lazima tulime kisasa. Tumepiga hesabu mavuno ya pamba kwa mfano katika msimu uliopita yalikuwa kilo milioni 22. Ukigawanya kwa ekari zilizolimwa utajikuta wastani wa mavuno ya pamba kwa eka ilikuwa ni kama kilo 300. Hatuwezi kutoka kwa kuvuna kilo 300. Ni lazima tuanze kutumia njia za kitaalamu, kulima kitaalamu, twende zaidi hapo. Lakini hapa Shinyanga yuko mkulima amelima kitaalamu, amezingatia taratibu, kavuna kilo 2000 kwa eka moja. Sasa ndugu zangu, watani zangu, ukivuna kilo 300 na mwenzako amevuna kilo 2000, mtakuwa sawa? Hamwezi kuwa sawa. Kwa hiyo serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuwekeza katika kilimo ili mkoa wa Shinyanga tuanze kutumia mbinu za kisasa za kilimo tuweze kuongeza uzalishaji. Sasa ndugu zangu, hayo nimesema kwa kifupi, lakini pia tumefanya pia kwenye elimu. Tumejenga shule za wasichana katika mikoa yote Tanzania. Shule 26. Ni kwa sababu Mheshimiwa Rais anataka kuwatoa wasichana katika lindi ambalo lilikuwa linawaondoa kwenye masomo ya sayansi, ili na wao wasome masomo ya sayansi, waweze kuwa madaktari wetu, waweze kuwa mainjinia wetu na taaluma nyingine katika masuala ya sayansi. Lakini pia tumeleta shilingi bilioni 77 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya. Tumejenga vituo vya afya hapa vipya kama 13 hivi katika mkoa huu vipya. Tumeongeza zahanati, tumeboresha shule zetu. Hospitali yetu ya mkoa hapa ambayo ni ya rufaa leo hii ina uwezo wa kutoa huduma za kibingwa za matibabu. Tuna mashine zote, karibu zote za kupima ambazo ukienda Muhimbili utazipata, na hapa zipo tumeleta. Hata hiyo MRI ambayo bado sio muda mrefu na yenyewe tutaileta, kwa sababu tunataka watu wa Shinyanga na wao wapate matibabu yote yakiwa yamekamilika kutoka hapa Shinyanga.